Zamani huko nyuma, mfano unaopatikana, wale watu wenye sifa za watu za utu walikuwa wako huru sana. Wale watu wanaobeba sifa za kinyama walikuwa kama vile wako kwenye zoo. Wanyama kwenye zoo, so wanakuwa wamefungiwa, na binadamu wako huru waona maisha. Allah huwa anawaita watu wakiwa hawamtii wanakuwa kama wanyama, bali wabaya kuliko wanyama. Yani maadili huwa yanashuka mpaka mtu anakuwa kama mnyama. Sasa kwa zamani watu wengi walipokuwa watiifu walikuwa ni watu wako huru. Wale waliokuwa ni wabaya, ule ubaya ulikuwa haujajitokeza sana, wao kama vile wamefungwa kwenye zoo vile, wanakuwa kwenye matundu. Miaka imekwenda, kumeporomoka maadili, wale wenye sifa za watu ndio wao wamekuwa kama wamekosa uhuru. Kama vile umekwenda mbugani. Sasa ukienda mbugani, wewe mtu inabidi wewe uko umejichunga, uko kwenye kigari chako kimewekwa katika hali fulani. Wale wanyama ndio wako huru. Mazingira tulionayo leo ya kuacha kumtii Allah imekuwa kama wale watu ambao wanataka kuishi kiutu, wao ndio inabidi wajichunge, wawe wamo ndani ya vitundu ili usalama upatikane. Na wale ambao hataki kumtii Allah, mitandao iko wazi, wako watu wanavua nguo tu, na wengine huvuliwa nguo pia kimitandao. Maanake mitandao imekwenda, inaweza mtu akachukuliwa kichwa chake hivi akavishwa nguo ya mwanamke, akavuliwa nguo kabisa pia, ukaona mtu amevuliwa nguo. Kwa hiyo waliokosa sifa za utu ndio wao wamekuwa kama vile wanyama porini. Wenye sifa za utu inabidi wao ndio wajiingize kwenye vitu wawe salama. Sasa kujiingiza kwenye kitundu ili tuwe salama, na ili wawe salama na wengine, ni kufanyaje? Ni kutii amri za Mungu.